ya Fountain Gate uwezo ukayakuta kwa Al Hilal. Ubora wa Young Africans hujaonekana kwenye hizo mechi mbili ulizozitaja hapo. Young Africans fomu yao ya ubora imerejea. Na sio kuachukulia poa. Na ukiwachukulia poa Young Africans kwenye fomu yao ambayo wako nayo kwenye ligi kuu, uende zaidi ya 5 zikaja 7. Amini ninachokuambia, kuna 6 hapa mbeleni. Dabi inakaribia lakini kuna 6 hapa mbeleni. Unataka umaanishe nini kwamba inaweza kujirudia Novemba 5? Hapana, wewe hapana. Yaani Simba ifungo tena 5 na Young Africans tena. Basi management ya Simba itabidi iondoke madarakani. Itabidi iondoke. Bana sawa, kwa upande wa kuna mchezaji Simba Bukile tumalizie hapa na pia unitajie duru ya kwanza imemalizika, yupi mchezaji wako bora kwa kile ambacho kimeendelea raundi ya kwanza utanitajia hapa. Wakuna mchezaji Simba wameshuka dimbani nao pia wamecheza, lakini mechi zao zinakuwa zina kelele sana kwamba makosa ya kibinadamu yanaonekana sana kwa waamuzi. Bukile ni sawa kwamba Simba wanaendelea kunufaika na waamuzi kwa takriban ile raundi ya kwanza ilivyoisha? Naweza nikasema haya makelele ambayo yanayosemwa kuhusiana na makosa ya waamuzi kama yanaegemea sana kwa Simba ni kutokana na ubora wa Simba. Waamuzi wanashindwa kumudu pressure ya Simba. Kwa maana gani? Speed waliokuwa nayo. Sawa? Ni speed waliokuwa nayo. Niombe tu kwamba kamati ya waamuzi na makocha wa waamuzi kuna haja ya kufanya mafunzo maradufu zaidi kulingana na ubora wa Simba waliokuwa nao. Kama kweli kelele zipo kwa ajili ya Simba tu kwenye mechi za Simba na waamuzi. Na mimi siamini katika hilo. Mbona waamuzi wanavurunda sana hata kwenye mechi za Yanga wanafanya? Wanafanya sana. Kwa sio kwa Simba tu. Ni vilio vya hovyo kwa baadhi ya watu ambao sio wa mpira. Lakini mimi siamini katika hayo. Ndio maana mengi yanaibuka mijadala ya hovyo katika soka la Tanzania ambayo haina mashiko, haina kichwa wala mguu. Vitu vya hovyo. Tumeona hata wachambuzi wadau wa michezo wakubwa wanasema kwamba ligi yetu itolewe kwenye betting. Huenda ikawa ni solution moja wapo ya waamuzi wetu kufanya vizuri. Bukile. Siamini katika hilo. Kama hujamwandaa mwamuzi kuwa bora, hawezi kuwa bora. Kama hujamwandaa mchezaji kuwa bora, hawezi kuwa bora. Tuache visingizio ambavyo havina mashiko. Mimi nilitamani kuona leo hii hao nao wasema wewe, si ndio? Wapige kelele, kwa nini hatuna ligi za vijana bora? Sawa? Kwa nini makampuni hayataki kufanya investment bora kwa vilabu vyote? Si ndio? Kwa nini hii leo unakuja kuona kiongozi wa timu kubwa, si ndio, anamiliki timu ndogo? Yaani kwenye timu kubwa ni kiongozi, kwenye timu ndogo nako ni kiongozi. Kwa sababu mmoja kati ya sabotage kubwa ni hiyo, sio betting bwana. Tuache maneno ambayo hana mashiko. Mimi nawaambia leo ukweli. Leo mimi yani niseme leo ni kiongozi Simba na mimi huku kwenye timu yangu na mimi ni kiongozi. Uone tegemea mimi nitaruhusu Simba ije ifungwe hapa? Hakuna. Watu wameacha hoja za msingi. Hoja za msingi, tuboreshe mazingira yetu kuwa na ligi bora. Cha kwanza, wawekezaji kuja kwa wingi. Tupigie kelele maeneo hayo. Tupigie kelele viongozi kujua taaluma yao kwenye vilabu vyao. Si ndio? Kuna mengi ambayo yasema Dube. Si ndio? Kwa nini tusipigie kelele hayo? Yaani kwamba leo hii tujue Yanga inapokwenda Azam kuna mawili, kushinda au kufungwa. Yanga inapokwenda kucheza na Dodoma tujue mawili, kuna kushinda au kufungwa. Lakini leo Yanga inapokwenda kucheza na Dodoma una uhakika leo? Leo 4. Leo yaani Simba inakwenda kucheza timu fulani leo 6. Shake ndio hayo mambo ya kupigia kelele. Alidi Aucho aliongea kauli moja na kusema kwamba umewagusia Azam. Amesema kwamba Azam ungekuwa anacheza mechi zote kama anavyocheza na Young Africans wangekuwa mabingwa. Kwa yeye anaona kwamba mechi ya Azam ni ngumu sana kulinganisha na Simba. Hii kauli ya Alidi Aucho Bukile na hiki ambacho tunazungumzia mambo ya kuboresha ligi yetu, hii kauli ya Alidi Aucho imekaaje? Inawezekana yeye amethibitisha hilo kwa sababu ni mchezaji. Lakini ninachokiamini mimi fighting ya Azam ipo katika mechi zote. Lazima ujue kitu kimoja. Kinachochangia mechi hizi kuwa ngumu, lazima niwaambie, mechi kati ya JKT Tanzania na Ken Gold huwezi kuifananisha pressure ya Simba na Ken Gold au Yanga na Ken Gold. Vitu viwili tofauti. Sawa? Hii Ken Gold ukitaka uone discipline waliokuwa nayo kwenye mechi dhidi ya Yanga Mbeya ni tofauti na discipline ambayo walikuwa nayo kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania. So waliofunga JKT Tanzania, si ndio? Kwenye mechi ya Black Stars uliona spirit ya wachezaji wa Ken Gold walipokuwa wanacheza na Young Africans inafanana na JKT Tanzania? Hakuna. Na hata wachezaji wajue, yani wajue tu kitu kimoja, timu yao ni timu ya aina gani.
Young Africans inapokwenda kukutana timu yoyote, Simba inapokwenda kukutana timu yoyote, wachezaji wao wenyewe wanadibusti. Ni sawa na dabi. Dabi haihitaji maarifa mengi zaidi ya saikolojia. Jamani, naomba mwe watulivu. Hii ni mechi kama mechi nyingine, chezeni kwa kutulia. Umakini ukawe ni mkubwa zaidi. Kadibustini. Maisha mengine yanaendelea. Kwa hata yanazungumzwa, hapana, mimi siwezi kuafiki mambo ya ovyo. Ndio maana nakwambia hata kwenye issue ya betting, mimi siungi hoja ambayo sielewi, ambayo ina mashiko kwangu. Mimi niko tofauti. Hoja ya betting si itolewe si kimekwenda kimerudi. Hoja ya ovyo kabisa hiyo. Ovyo kabisa. Sawa, Abukile, Simba wamemaliza mzunguko wa kwanza wakiwa na alama 40, michezo 15. Discuss Simba kwa namna michezo ambayo wamecheza chini ya Fadlu Davis. Miongoni mwa kauli ambazo anaongea Fadlu Davis ni kutengeneza timu. Kwa hiyo ina maana Simba wao watu wakikosa ubingwa mwaka huu, kwa wao wanaona ni jambo la kawaida kwa sababu wanatengeneza timu. Fadlu Davis mechi 15 raundi ya kwanza amefanikiwa kiasi gani? Abukile. Kwanza timu bora mpaka sasa kwenye ligi kuu ni Simba Sports Club. Timu bora mpaka sasa, mpaka dakika hii ni Simba Sports Club. Na ndio maana inaongoza ligi. Unaweza ukasonya baada ya kuona hii clip, lakini msimamo wa ligi unasema timu ya kwanza ipi? Wekundu wa Msimbazi Simba. Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa nini siwe Ken Gold pale? Kwa nini siwe Yanga Afrika? Si ndio? Na michezo yako sawa. Na timu nyingine zimezidi Simba na Yanga. Si ndio? Timu bora ya kwanza kwenye duru la kwanza ni Simba. Timu bora. Na ndio maana inaongoza ligi. Kwani uongo? Sasa unajua kuna vitu vingine utakata kuumia. Si tebo iko pale au tugeuza ule mkeka? Takwimu zipo. Yaani ule mkeka unavyosoma ya kwanza Simba, ya pili Young Africans. Maana yake ni ubora wa Simba ambao umeifanya Simba kubaki pale juu. Timu bora Simba, kocha bora? Kocha bora ni Fadlu Davis ambaye ameongoza Simba kwa na alama 40. Kuna kocha mwingine na alama 40? Hakuna. Sasa unaanzaje kumkosoa kocha Fadlu Davis kama ni kocha wa kawaida? Fadlu Davis anaingia kwenye kocha bora duru la kwanza. Kwenye duru la kwanza kocha bora ni Fadlu Davis. Wote tumeweka nani, Mgunda? Au tumeweka nani? Ramovic. Kwa kitu gani? Anaongoza ligi. Unataka kuniambia leo ligi ikiisha Simba si bingwa? Si ndio? Kocha bora anakuwa nani? Yaani kwamba hapa tufanye ligi imeisha. Ndio kocha bora Simba. Wa Simba Fadlu Davis. Mchezaji bora duru la kwanza? Duru la kwanza mpaka dakika mchezaji bora ni Jean Charles Ahoua. Yaani kwa tuzo zote Simba Mbukile. Shehe, sasa utakataa nini? Yaani kwamba watu nisikilize. Jean Charles ana assist ngapi? Ana assist takriban anakwenda kwenye 7 au 8. Si ndio? Ana magoli mangapi? 7. Mchezaji mwenye jumla magoli 14 nitaje nani kwenye ligi hii mpaka dakika hii? Hakuna. Sasa kwa mchango huo. Mwenye mchango huo nani? Shehe, mpira ni takwimu. Sawa, mpira ni takwimu, mpira ni namba. Sawa? Ndio maana nakwambia mchezaji ambaye anaongoza kwa mchango wa mabao ni nani? Lakini yupo Faisal mzawa Mbukile. Faisal. Sikiliza. Faisal mimi mwenyewe ninamkubali. Faisal moja kati ya watu ambao ni washabiki namba 1 wa Zanzibar Finest ni mimi. Lakini je, takwimu za Faisal na Jean Charles Ahoua ngapi? Assist anazo nyingi sana. Ngapi wewe nitajie tu ngapi? Takriban imefika 6 imefika 9 assist na magoli 4. Sawa, ngapi? Jumla ngapi hapo? Anakuwa amehusika kwa magoli kama 13 hivi. 13. Jean Charles Ahoua ana magoli 7. Ana assist ngapi? 7. Kwa hiyo maana tofauti ni kwenye mchango hapo unaangalia. Yaani unachanganya namba za Jean Charles Ahoua na Feitoto. Lakini haimaanishi kwamba Faisal ni mbovu. Twende kwenye takwimu. Takwimu zao wameachana kidogo, yani kama ni pointi moja hivi. Kwa hiyo ana 14, ana 13. Ndio maana yake sasa hiyo. Kwa Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Faisal? Sikiliza. Kwenye takwimu. Takwimu utampa Jean Charles Ahoua? Yes. Nampa takwimu bora. Tuongelee uwanjani. Uwanjani. Faisal na Ahoua. Mpaka dakika hii Jean Charles Ahoua. Mimi naondoka na Jean Charles Ahoua. Yaani kwamba tukikupa zile takwimu bwana raundi ya kwanza Mbukile. Pengine kinyang'anyiro chako Faisal Salu ni mchezaji bora. Mpaka dakika hii. Lakini Jean Charles Ahoua kwangu mimi naondoka naye ni mchezaji bora kitakwimu. Wewe unataka apambane vipi? Apate kadi nyekundu? Sema magoli ya penalty ni mengi. Sikiliza. Penalty hizo kwani Faisal hajakosa penalty? Sawa. Hivi penalty inaweza kawa penalty kama sio goli? Yaani inaweza kupatikana goli bila, yani kwamba tuseme yani ile penalty si ndio? Bila mtu kufunga ni goli. Lazima ufunge.
ihesabike, si ndio? Kwa pointi, si ndio? Kwani kuna wachezaji wangapi wamekosa pointi? Of course ni wengi, lakini watu wanasema kwamba namna ambavyo unauangalia assist za Jean Charles Ahoua, ukiangalia na magoli ni magoli ambayo yanatokana na faulu. Ukiangalia assist ambazo anatoa utakuta ni kona, una faulu. Watu wanaangalia kwenye zile movement Jean Charles Ahoua. Movement gani? Sikilizeni, acheni ushamba nyewe wa Tanzania. Sikiliza. Huyu Jean Charles Ahoua sio mpaka avunjike mguu ndio mseme kwamba huyu ndio mchezaji bora kafaiti. Hakuna. Sheke, yule ni mchezaji ambaye si nimtaje jina gani. Yaani niseme natamani kutafuta jina la Jean Charles Ahoua, lakini itosha kusema ni mchezaji wa kisomi. Yaani ni mchezaji wa kisomi. Watanzania wengi washazoea mchezaji mpaka avunjike mguu kapata injury. Haiwezekani. Yule soka lake ni la kitabuni. Utofauti wa viungo kuna Simba na Young Africans umeona wapi hasa hii duru ya kwanza Bukile? Ni ubora. Kina Ahoua, ni ubora. Ni ubora. Viungo Young Africans ni bora kuliko viungo wa Simba Sports Club. Viungo Young Africans ni bora? Ni bora. Kwa nini Ahoua bado lakini unampa kwa namba inakuwa kwa idadi yao? Kwa idadi yao. Yanga ina utajiri wa viungo wengi ambao ni bora. Simba haina utajiri wa viungo ambao ni wengi ambao ni bora. Sawa? Ndio maana Simba ukitaja viungo bora, Jean Charles Ahoua, Fabrice Ngoma, mtu kama Kibu Dennis kiungo mshambuliaji, si ndio? Unakuja kuona ubora wake aliokuwa nao. Idadi, utofauti ni wa idadi wa wachezaji ambao ni bora kwenye eneo lile. Lakini Yanga wana wachezaji viungo bora wengi. Sawa? Pacome, Maxi, Abuya, sijui nani huyo, Hadidi Aucho. Maana idadi ya namba ni kubwa. Ndio maana nakwambia Yanga ina wachezaji, ina kikosi kipana ambacho ni bora. Simba ina kikosi bora ambacho sio kipana. Kauli ya kwanza Fadlu Davis mwaka huu ni kwamba hayupo katika kabisa kwenye mbio za ubingwa, wanatengeneza timu. Ni kweli Simba wameingia kwa kutengeneza timu Mbukile msimu huu? Inaweza kaa ni kauli ya kikocha, lakini niseme tu kwamba lolote linaweza katokea. Yes, kuna wakati unaweza kutengeneza timu na ukachukua ubingwa. Utashangaa Simba akichukua ubingwa mbele ya Afrika. Sasa nishangeni kwani ubora Simba ni mdogo? Yaani nianze kushangaa kwa nini wakati mpaka dakika Simba inaongoza ligi. Na ndio maana nimekuambia timu bora kwenye duru la kwanza ni Simba. Kwa nini ina alama nyingi kuliko Yanga? Kwani uongo? Kwani kileleni iko timu gani? Si Simba? Sasa tumzungumzie Elie Mpanzu. Ndio. Mechi 3 bado hajaonekana kwenye contribution ya magoli ambao amesaidia timu yake. Anapewa dakika 60-70. Tutegemea makubwa kutoka kwake ama yeye pia kuna namna ambavyo atafeli kwa ligi yetu ya Tanzania, namna ambavyo anacheza? Nadhani kwenye mechi 3 ambazo Mpanzu amecheza, ushindi wa Simba kwa 50% umehusika na fomu ya Nabii Elie Mpanzu. Kwenye mechi 3 ambazo Simba ameshinda Mbukile, fomu ya Elie Mpanzu, si ndio, kwenye ushindi wa Simba, si ndio? Fomu yake imesaidia kwa 50% kwenye mechi 3 zote ambazo amecheza. Amini ninachokwambia. Anasema ana assist wala goli. Sikiliza, kwani Kibu Dennis ana assist ngapi? Kibu Dennis ana assist ngapi? Wewe nakuuliza Kibu Dennis Yanga Africans kuna mtu akumtoa? Kibu ya Simba huyo. Shake, ndio nakuelekeza ile kweli. Kibu Dennis Yanga Africans yanze. Kwamba Kibu Dennis ni sawa. Hakuna mtu akumtoa Yanga Africans. Kibu Dennis mkandaji. Hakuna mtu akumtoa. Kibu Dennis ni sawa na Elie Mpanzu uchezaji wao. Yes, wanafanana kwa sababu wachezaji ambao kwa 1% kubwa wanao uwezo wa kucheza game ya staili ya aina yoyote. Yaani kocha yoyote hawezi kusema Mpanzu wewe hapa hakuna kitu ninacho-offer. Kibu Dennis wewe hapa hakuna kitu ninacho-offer. Na ndio maana makocha wote ambao wameondolewa ndani ya Simba Sports Club, Kibu Dennis kapata chansi. Kwa nini? Ni mchezaji ambaye anaendana na hali ya hewa yoyote. Masika kiangazi wewe twende. Mpanzu anasema anacheza sana na jukwaa. Na jukwaa wapi? Ambaye alikuwa anacheza na jukwaa sio Mpanzu, wako wengine sio Mpanzu she. Mpanzu acheze na jukwaa. Watu waache ushamba. Na kwamba ule kweli Mpanzu acheze na jukwaa. Ndio maana nakwambia hata kama hajafunga goli kwenye mechi zake 3 ambazo amecheza, lakini ubora wake tu, uwepo wake kiwanjani, fomu yake tu imeisaidia Simba kupata matokeo ya ushindi kwenye mechi 3. Hilo halina ubishi. Halina ubishi. Amepiga mashuti mangapi golini? Tuulizane. Mengi tu ni uimara wa golikipa ambao amekutana nao. Lakini leo nikaenda kusema eti Mpanzu amna kitu. Mimi sio mtu wa hovyo kama unavyofikiria.
Sio mtu ovyo. Bana sawa. Yeah. Tumalizie kwa hili la dada ya Kichasambi. Pengine tupate comment tofauti kutoka kwa wachambuzi baada ya kijana kuongea vile. Ni sawa, imeonekana kwamba viongozi wa Young Africans tukiachana na wale wasemaji, ile media department yote wakina Priva ni kama wamefurahi kijana kuongea vile, kusema kwamba kwenye timu yake hakuna role model kwa upande wake. Kwa hiyo anamchunguza kama role model ni kutokea Young Africans. Maxim Pia Nzengeli yupo haki kuongea vile. Tumeona wasemaji wa Young Africans ni kama wamefurahi vile kuongea vile. Sasa hayo kufurahi kwao Young Africans inategemea wamefurahi kwa aina gani, lakini kama wamefurahi kwa kusema wachezaji wao wamekuwa ni mfano wa kuigwa kwenye timu nyingine, mfano kama Simba, kwa hiki ambacho amekisema Chasambi, mimi nadhani wako sahihi. Yes, wako sahihi. Na hii ndio maana halisi ya kufanya usajili bora. Sawa, unakuwa kielelezo kwenye maeneo mengine. Mimi naipongeza Young Africans katika hiki ambacho amekifanya, lakini pia hata Lada Kichasambi pia kwenye kauli yake ameonekana ni mtu ambaye anajua mpira. Ameonekana ni mtu ambaye anajua mchezaji bora ni nani. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba viongozi wa Simba au washabiki wa Simba waanze kumrukia miguu ya shingo Chasambi